Asante sana. Hujambo na karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Wiki. Mimi ni Jamali Hashim. Mjadala mkubwa kwa sasa ndani na nje ya nchi unahusu ripoti ya Tume ya Rais iliyochunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Ndani ya ripoti hiyo yapo mapendekezo kadhaa ya tume na serikali imetangaza hadharani baadhi ya maamuzi ambayo watachukua kuhusu mapendekezo hayo. Muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Naomba nikumbushe kuwa nia ya kuwa na tume ya maridhiano ilikuwepo hata kabla matukio ya Oktoba 25. La pili tutakalofanya ni baada ya tume ya maridhiano kuwasilisha ripoti yake, maoni na mapendekezo yatakayowasilishwa ndio yatakayoelekeza au yatakayoelekezwa kwenye mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi. Kauli ya maridhiano imerejea tena. Ni kauli yenye msisitizo kutoka kwa kiongozi mkuu wa nchi Daktari Samia Suluhu Hassan. Inakuja wakati ambapo taifa bado linatafakari, linauliza maswali mazito na pengine lina majeraha ambayo hayajapona kikamilifu kufuatia matukio ya Oktoba 29. Sasa serikali inatangaza kuundwa kwa tume ya maridhiano ikiwa na ahadi ya kuwajumuisha wadau wote muhimu. Huenda hatua hii ikawa mwanzo wa safari mpya ya matumaini, safari ya faraja na ujenzi wa taifa lenye mshikamano wa kweli. Na hapa ndipo tunapoanza mjadala wetu wa Mizani ya Wiki. Mimi ni Jamali Hashim, tena narejea kusema wageni wangu ni Deus Kibamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mwalimu kutoka chuo cha Dr. Salim Ahmed Salim, chuo cha diplomasia, mjumbe kutoka Jukwaa la Katiba. Karibu sana. Nakushukuru sana. Kwa njia ya mtandao nitajiunga naye Ali Makame. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, lakini aliwahi kugombea nafasi hii ya juu ya makamu wa rais kupitia chama cha ADA TADEA katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao ndio umetufanya leo tukuletee mada hii kutokana na kauli ya Mheshimiwa Rais. Ali Makame, karibu sana katika mjadala huu. Asante sana ndugu yangu. Labda tuanze moja kwa moja kwako. Kauli ya rais kurejea tena swala la maridhiano, umeipokeaje? Tumeipokea kwa hisia nzuri kwa sababu maridhiano mara nyingi huwa yanakuja penye mambo ambayo kuwa kwa njia moja ama nyingine kumekuwa na hitilafu ambazo kwa labda zinawatoa katika utaratibu wenu au pale mnapotaka kufanya jambo la aina yoyote kwa sababu mnataka muende kwa pamoja. Kwa hivyo inakuwa ni jambo la busara kuridhiana kwa kile ambacho kuwa mnataka kufanya kwa maslahi mapana ya taifa au jambo lolote ambalo kwa mmekusudia. Lakini kutokana na kauli ya Mheshimiwa Rais ni kwamba maridhiano ambayo kwa yanatafutwa ni baada ya hitilafu nyingi ambazo kwa zimejitokeza na kutaka kwamba Watanzania wawe pamoja, na ndio akaamua kwamba kuunda tume ya maridhiano, ingawa anazungumza kwamba mpango huu ulikuwepo kabla hata ya matokeo ya tarehe 29. Ndiyo. Kwa hiyo tunaamini kwamba maridhiano ni kama kukumbushana tu kwamba sisi tunatakiwa tuishi vipi na sasa hivi tuko wapi. Ni sawa sawa na kwenye mambo ya dini kuambia ukumbusho unawafaa wenye kuamini. Kwa hivyo maridhiano ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba itafikisha pale ambapo kwa mnataka kwenda mkiwa wamoja. Pale ambapo mlikuwa mnapotaka kwenda mkiwa pamoja. Deus Kibamba, Mheshimiwa Rais anarejea tena kusema kwamba bado anahitaji maridhiano na sasa ni maridhiano ya kweli na ataunda mapema sana tume hiyo ya maridhiano. Umeipokeaje kauli hii? Ameshatanguliza kusema msemaji wa kwanza Ali Makame kuhusiana ni kwamba lazima pawepo na pametokea itilafu, basi lazima tukumbushane wapi tulipotoka na tunaelekea wapi. Tamko ni zuri. Tamko zuri sana. In fact linapendeza. Lakini watu wengi wanasubiri, na wewe umesisitiza
amesema ataunda mapema sana. Sasa hiyo nadhani wewe ndio tafsiri yako. Tamko ni zuri tangu tumerejea kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 92. Nia tamko imekuwa ni hilo hilo. Tume nyingi ziliongea kwamba nchi hii imepasuka, inahitaji iweze kurejeshwa, Watanzania tuongee kauli moja. Mimi nimefarijika rais kutamka kwamba mipasuko iliyopo, maanake hii si mara nyingi sana mkuu wa nchi, sio huyu tu, wakuu wa nchi kukiri taifa limepasuka pasuka huwa sio kitu cha kawaida. Sasa kwa kiri hii, kwa sababu siku za nyuma wananchi walikuwa wanadai wanataka tuwe na maridhiano, na maridhiano yenyewe yasiishie kuwa maridhiano ya mezani, kwa sababu hata orodha ya wadau, wewe umezungumza hapa wakati wa ufunguzi kwamba ahadi ni kwamba wadau wote, na neno wote, wadau wote wa siasa wataweza kushirikishwa kwenye maridhiano, na sio wanasiasa tu. Sasa neno wadau wote, kitabu cha wanasiasa kilicho na orodha ya wadau wote ni kidogo, kina ukurasa, robo ukurasa. Yaani wanasiasa hawajawahi kuwa wazuri katika kuorodhesha wadau wa siasa. Wadau wa siasa ni watu milioni 72 Tanzania. Sasa ahadi yao kwamba wadau wote watashiriki, sisi wengine ndio tunabaki kusubiri. Dunia kwa sasa, kwa bahati mbaya, ndio imekuwa na siasa ambazo, kwa sababu siasa huwa ni mwavuli tu. Siasa ni muunganiko wa nyanja mbalimbali za kijamii. Sawa. Kijamii, kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni, kiteknolojia. Dunia ya leo, masikitiko yangu ni kwamba wanasiasa wameamua kuchukua hatamu, badala ya kuruhusu wao wawe wenye kuruhusu michakato iendelee. Wanasiasa wanaanzisha michakato, wanaifanya wenyewe na wanamaliza wenyewe. Hii ndio shida. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri na naamini nia hii mpya iliyoonyeshwa hadharani, maanake toka mwaka 92 nia hiyo imekuwepo. Tume zote, na naposema zote, nyingi, mimi nina ripoti imejaa kabati, ripoti za kina Nyalali, ripoti za kina zilizokuja baadaye, nyingi, ripoti za kina Warioba, ripoti hizo zote, hakuna hata moja haionyeshi kwamba Tanzania haijakaa sawa. Inahitaji iweze kutengemaa. Kutengemaa kwake ndio maridhiano. Maridhiano yazae katiba. Katiba mpya ndio suluhu ya matatizo Tanzania. Na in fact ukiniuliza, nimefurahi kidogo kusikia Jaji Chande katika visababishi vya vurugu na hali ya sintofahamu iliyotokea 29 Oktoba. Katiba mpya wameitaja, wamesema katiba haijakaa sawa. Sasa hilo la katiba haijakaa sawa limezungumzwa toka mwaka 92. Shida ni kwa nini wanasiasa, na kwa kuwa tunaye mwanasiasa mwenzao hapa ambaye aligombea umakamu wa rais, labda aseme ni kwa nini wanasiasa hawataki katiba mpya. Ndio maana wamesema wanaanza na maridhiano kwanza, tukubaliane tunaendaje, alafu katiba mpya kama ulivyosema imependekezwa na tume ya Jaji Chande kwamba ifikapo mwaka 2028 tena wameweka paka kikomo kwamba iwepo hiyo katiba ili utumike kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa vile vile na uchaguzi mkuu. Katiba mpya ilitakiwa ianze juzi. Kwa hivyo kikomo cha 2028 kiwe kikomo kweli kweli. Kwa sababu kwa mtu mwenye akili kabisa, mwenye uzoefu wa michakato ya katiba, unahitaji tangu katiba inapokuwa imekamilika, inahitaji si chini ya miaka 2 kuifanyia kazi ili kuweza kuunda vyombo na mifumo ya kuweza kusababisha uchaguzi mkuu uweze kufanyika. Baada ya katiba mpya kukamilika, huwa kuna suala la utekelezaji. Kenya ilikuwa na miezi 60 tangu katiba kukamilika 2010 mpaka kule kuifanya iweze kuanza kutekelezeka, iweze kusimamia uchaguzi. Kuna suala la kufumua vyombo, kwa sababu katiba mpya itakuja na vyombo vipya. Katiba mpya itakuja na vyombo vipya, itakuja na michakato mipya. Ili uifumue hiyo, uiunde upya, huhitaji, kwa sababu 2028 na hatujaambiwa 2028 mwanzoni au Disemba 2028. 2028 naanza kupata hofu, itakuwa tayari wanasiasa
si katika michakato ya katiba, hakikisha katiba inapatikana kabla ya joto kupanda kwa wanasiasa. Joto huwa linapanda uchaguzi kukikaribia, mwaka mmoja kabla ya uchaguzi. Wanasiasa huwa wanakuwa wamevuta moshi ambao hawakusikilizi kwa lolote, hawataki uambie chochote. Watakwambia bane, ikifika 2029 Januari, wanasiasa watakwambia kwamba muda umekwisha. Umekwisha kwa nini? Wanataka uchaguzi. Hebu ngoja tumsikilize sasa, kwa sababu tunaye hapo mwanasiasa Ali Makame anayosema. Deus Kibamba, unaelewa vizuri au unatoa mtizamo gani kuhusiana na maelezo ambayo anatoa Deus Kibamba? Kwa kweli ni maelezo ambayo kuwa lazima tuyapime katika mizani tofauti, kwa sababu kweli katiba ni jambo muhimu, lakini usimamiaji wa katiba ndio msingi. Mnaweza mkaanzisha katiba mpya, lakini ikawa hakuna uthubutu wa kuisimamia kwa yule ambaye kwa atakuwa amekabidhiwa katiba, kwa sababu hata hii katiba ambayo kwa tuko nayo sasa hivi kwa kweli kuna wengine ambao kuwa hawafati katiba na wanajifanyia mambo tu kienyeji. Kwa hivyo msingi wa mafanikio au msingi wa kuundwa kamati ya maridhiano kuhusu masuala ya mambo yote ni kuangalia kwamba tutakwenda katika utaratibu, kwa sababu kama ulivyomsikia Mheshimiwa Rais kwamba demokrasi, kila nchi ina demokrasi yake kutokana na mazingira walionao, mila na desturi walizonazo. Kwa hivyo unaweza kusema kuwekwa kwa katiba mpya ni jambo zuri, lakini kuaminiana ni jambo la msingi. Na kwa kweli sio siri tunazungumza kupata maridhiano, kwa sababu tayari kweli kuna mambo ambayo kuwa yanakinzana. Tukiangalia chaguzi zetu zinavyokwenda, demokrasia yetu inavyokuwa, lakini mazingira ya utendaji wetu, kwa sababu maridhiano yako ya maridhiano ya mdomo, lakini kuna maridhiano ya vitendo. Na mara nyingi maridhiano ya kweli ni yale ya vitendo, lakini unaposema tunaridhiana lakini vitendo vyako havionekani kuridhiana, unapozungumza labda umoja lakini vitendo vyenu haviashirii kwamba mnatafuta umoja wa kweli, haya ndio mambo ambayo wakati mwingine yanazaa migogoro, ikawa tunasema turudi tena kwenye maridhiano. Maridhiano ikiwa tunakaa kwa pamoja kwa nia dhati kwa kweli kusema tunataka kuliponya taifa, tuendane na maridhiano ya vitendo kuliko maridhiano ya maneno. Kwa hivyo suala la katiba limekuwa linazungumzwa hata wakati ule mwaka 2001 migogoro iliyotokea Zanzibar, ilikuwa madai makubwa kwa chama cha wananchi CUF. Wakati ule ilikuwa nasema tunataka katiba mpya, lakini hata hii ya zamani au tulionayo ambao kwa ndio leo imetupa uhuru wote wa kufanya tunayofanya, lakini ikiwa kuna uthubutu nzuri wa kuweza kuifuata kama inavyotakiwa kwa wanasiasa ambao kwa wako madarakani na waliokuwa hawako madarakani, naamini migogoro mingi ingekuwa inaepukika. Na hata ili vurugu ambalo lilikuwa limetokea tarehe 29 Oktoba, matokeo yake lisingetokea kama sote tunaiheshimu katiba. Lakini utashtukia katiba wengine wanaiheshimu, wengine hawaheshimu, wengine wanaijenga, wengine wanaivunja. Kwa hivyo ni jambo zuri, lakini tuangalie sana vitendo vyetu kuliko maneno yetu. Asante sana. Amesema kuna kamati tunatarajia haraka hivi sasa tunatarajia kuwa na kamati ya maridhiano. Ndio tuende kule kwenye mambo ya katiba. Naona tulienda sana kwenye katiba. Tunatarajia kuwa na kamati ya maridhiano. Unadhani ni aina gani ya muundo huu wa kamati na wajumbe wake waweze kuwepo kwenye kamati ya maridhiano? Sasa hilo lingefaa uwe umewakaribisha walio kwenye mamlaka za uundaji kitaalamu, kwa maoni yako na ushauri wako kitaalamu. Kamati za maridhiano katika wakati kama huu, kwanza kamati ya maridhiano inahitajika kwa sababu ya mambo yaliyojitokeza Oktoba 29. Sahihi kabisa, kwamba haiwezekani tena kwa yale yaliyotokea kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyoko madarakani iweze kuongoza mchakato mzima wa maridhiano. Haiwezekani. Wala serikali ya Chama cha Mapinduzi iweze peke yake kuongoza na kuratibu maboresho ya mifumo ya uchaguzi, mifumo ya siasa, mifumo mbalimbali. Haiwezekani tena. Sasa kwa sababu hiyo maridhiano ya leo yanapaswa kuwa tofauti na kama tungekuwa tunafanya maridhiano mwaka 92. Mwaka 92 tungesema tu tulikuwa na mfumo wa chama kimoja. Sasa tunarudi kwenye vyama vingi. Kwa sababu hiyo maridhiano yafuate msingi wa wadau mbalimbali. Hivi leo lazima maridhiano hayo
sio tu yahakikishe yanahusisha wadau mbalimbali. Waundaji wa mchakato wa maridhiano lazima tupanue meza. Waundaji, hata mjenzi, unajua waundaji wa mfumo wa maridhiano ni kama mjenzi wa nyumba. Wale walio kwenye maridhiano ni kama wakazi wa hiyo nyumba. Sasa safari hii hatuwezi kusema wakazi peke yake ndio tuwahusishe wadau wote. Safari hii ni lazima hata waundaji. Kwa hiyo kwa mfano, siwezi kutegemea chama kimoja kiwe kwa kweli ndicho kinachounda mfumo wa maridhiano. Mimi nilifikiri kwa hivi sasa Mheshimiwa Rais anayo kazi na ushauri wa kitaalamu ndio huu tunampa. Ahakikishe kwamba hata katika uundaji wa hiyo timu ya maridhiano tayari ahusishe, awatafute wadau mbalimbali, wanasiasa, wataalamu, watu wanaohusika na utatuzi wa migogoro. Maana maridhiano maana yake ni kutatua lile gogoro kuu la nchi. Ndio maana ya maridhiano. Maridhiano, msifikiri tunakwenda kucheza ngoma huko. Maridhiano ni kwenda kuweka masuala ambayo tunagombania nchi hii yakae mezani ili tuweze kupunguza tofauti zetu. Maana bila kupunguza tofauti zetu kuzimaliza hatuwezi, ila bila kupunguza, tutakapokwenda kwenye mchakato wa katiba tutagombana tena kama wanasiasa walivyogombana 2014. Tukishagombana mchakato wa katiba unakufa. Kwa hiyo lazima tupate kamati, ni lazima ipatikane wadau mbalimbali. Actually lazima tupate jopo. Mimi nategemea na ninao muundo wa nchi kama 8 zilizofanya kuunda kamati za maridhiano katika wakati mgumu kama huu. Inatakiwa sasa hivi liundwe jopo linalohusisha wadau mbalimbali wa vyama vya siasa, wa vyombo vya dini, wa chama tawala, wa vyama vya upinzani, wanaotoka kwenye vyombo vya ulinzi. Lile jopo lihusike kuwapata sasa watu watakao kuja kuwa kwenye maridhiano, kwa sababu hilo jopo ndio litakaloridhia kwamba je, kama huyu tunayemtafuta yuko jela, kwa mfano kama kuna watu 2 watatu tunawatafuta wako Ufaransa au wako wamekimbia nchi. Unajua naongelea hii mifano kwa sababu nimeshiriki michakato kama hii katika nchi za jirani. Mnaweza mkamhitaji mtu mkasema huyu asikosekane kwenye kamati ya maridhiano, mtu ambaye hamnaye hapo. Labda kama amechukuliwa na Baba mbinguni, lakini kama yuko duniani mnamtafuta. Nimeshiriki mchakato Sudan wakati ambapo tulihitaji chama cha umma. Chama cha umma kilikuwa watu wake, mazingira yamekuwa magumu, wamekimbia, wako Ufaransa. Waliitwa, waliteuliwa, wakaitwa, wakaeleweshwa kwamba hamtakamatwa wala hamtafanyiwa figisu. Wakaja kwenye maridhiano miezi 18 walikuwa ndani ya Sudan. Ni bahati mbaya kwamba mwisho wa maridhiano ulikwenda vibaya. Chama tawala cha NCP, National Congress Party, kiliamua kuyakataa mapendekezo yote ya miezi 18. Kwa hivyo tunao uzoefu na Watanzania miaka ya nyuma, ndugu Jamal. Wapo Watanzania ningeweza kukutajia majina ambao tumeshiriki michakato kwenye nchi za jirani. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nasema kwamba lazima mchakato huu uhusishe kuanzia uundaji wake. Mimi ninavyoona sasa, imani imeshashuka sana ya Watanzania, Mtanzania na Mtanzania. Mimi mwenyewe ukilikaribisha kwenye mjadala hapa na kupima kwanza, huyu Jamal ananiita kwa nia njema au ananiita kwa nia mbaya? Sasa kwa sababu imani imeshuka, ni lazima kwenye meza ya uteuaji tuwalete wadau wengi zaidi. Tuende kule Zanzibar kule kwa Ali Makame. Ali Makame, umsikiliza Deus na wewe ulikuwa unataka kusema jambo kusikia. Ni yapi ambayo unataka kuyafafanua ama umechukua kutoka kwa mtaalamu, kwa sababu hapa alikuwa anatufafanulia mtaalamu kutokana na uzoefu wake wa kushiriki kwa kweli katika mataifa mengine duniani. Mtaalamu naweza nikasema kwanza awe na imani na kauli ya Mheshimiwa Rais, awe na imani na tume iliyotoa mapendekezo hayo, lakini awe na imani na Watanzania, kwa sababu tumefanya jambo kubwa. Sidhani kwamba tunaweza tukashindwa kukamilisha kile ambacho kuwa kiko mbele yetu, isipokuwa ni wajibu wetu kukumbuka kwamba kwa wanasiasa viko vyama 19. Kwa hivyo ni wajibu wetu kutoa mashirikiano na kutoa mapendekezo yale ambayo kuwa kama anavyotoa yeye, lakini tukumbuke kwamba miongoni mwa mambo yaliyozungumzwa kwenye tume ni kwamba kuna jinai na kuna watu hawakutajwa. Kwa hivyo unaweza ukasema kwamba labda fulani atoke jela
aje kwenye maridhiano wakati ana jinai ambayo kuwa pengine ni miongoni mwa mambo ambayo kwa amechangia zogo hili, lakini kwa sababu kwenye vyama si mtu mmoja, kwa hivyo wanasiasa tuko wengi katika vyama. Naamini katika utaratibu wowote ambao kwa utatumika, kuna uwezekano kwamba maridhiano haya yakaanza katika ngazi pengine za wilaya au za vijiji mpaka ikafikia ngazi ya taifa, na kila sehemu kutakuwa na watu ambao kwa wanaupewa kuweza kujua hivyo. Lakini ukisema kwamba Watanzania sasa hivi tumeogopa, naweza nikasema tusiende huko wala tusifikirie Tanzania hivyo, kwa sababu ukiangalia ripoti, matokeo yaliyotokea na mambo mengine, lakini chaguzi zilivyofanywa, kwa sababu vyama karibu 17 vilikubali kuingia katika mchakato wa uchaguzi. Kwa hivyo, lakini jengine ni kumhakikishia mtaalamu kwamba demokrasi haikui kwa siku moja, lakini bado Watanzania tuna unafuu sana kwamba bado tunasikiana, tunasikilizana na tunasikiana tunaposema. Kwa hivyo nadhani kwamba hata ile kauli ya kwamba tunajutia na akanukuu aya za Qur'ani na za Biblia, rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min hasirin. Kwa hivyo ni kuelezea kwamba tumefanya makosa, lakini kama hukutusamehe. Kwa hivyo tayari viongozi wamekubali kuna makosa ambayo kwa yametokea, na maridhiano tusiyafanye swala la maridhiano kukawa na makosa ya kuunda tume ya maridhiano. Naamini tuna imani na Mheshimiwa Rais, tuna imani na kauli zilizotolewa na tume. Kwa hivyo na sisi tujenge imani kwamba wale ambao kuwa watateuliwa kwa ajili ya kusimamia mambo hayo kwa kweli watafanya vizuri, na huo ndio Tanzania tunaotaka. Asante sana Ali Makame. Asante sana. Asante. Deus, tuna imani lakini na Mheshimiwa Rais imani hakuna ambaye hana. Ndiyo. Imani inakuwepo, lakini imani kitaalamu kwenye masuala ya siasa inakuwa ni uzembe wa hali ya juu ukiwa na imani 100%. Imani huwa inahitaji kubakizwa. Ukiwa na imani 60% inatosha. Iliyobaki unaacha doubt. Huwa tunaita reserved doubt. Doubt ile ni kwa ajili ya kuziba mapengo. Lakini kwa sasa kwa kauli ambayo amesema hadharani Mheshimiwa Rais, tuna imani nayo. Ni kwamba tunawasubiri. In fact kitaalamu taifa linasubiri utekelezaji wa yaliyozungumzwa, na kwamba utekelezaji wenyewe ni kwa sababu wamekiri kwamba upo mpasuko na kwamba wadau wote watashirikishwa. Sasa hizo ni standards. Hivyo ni viwango vilivyosetiwa na Watanzania wote, macho yamekodolewa kusubiri kuona. Leo ukipata nafasi ya kuingia kwenye kamati hiyo, ikapata bahati hiyo, ukapata bahati hiyo ukatoa uzoefu wako na taaluma uliokuwa nayo na huo uzoefu ambao umefanya, utakubaliana na hiyo nafasi? Nadhani ninaweza ndani au nje nitaendelea kutoa uzoefu na utaalamu wangu, kwa sababu mimi bahati nzuri nilionayo ni kwamba nimesomea masuala haya ya utatuzi wa migogoro. Halafu nimetumwa na nchi hii kwenda kusaidia wenzetu waliokuwa wanagombana. Mimi ndani au nje nitaendelea kutoa utaalamu huu ili tusije tukafanya makosa. Nakutakia kila la heri. Tusifanye makosa katika huenda hiyo kamati ukaingia huko. Nakutakia hayo ni maombi yako. Nakutakia ashukuriwe Mungu. Wamekusikia kama ndivyo hivyo, na umeweza kushukuru kwa kiasi kikubwa. Deus Kibamba huyu tulikuwa naye, mchambuzi wa masuala ya siasa, mjumbe kutoka Jukwaa la Katiba, mwalimu pale chuo cha Dr. Salim Mohamed Salim pale chuo cha diplomasia. Vile vile ameeleza uzoefu wake wa kutatua migogoro, na akisema kama atapata nafasi basi wa Tanzania mamilioni ambao wanafuatilia hichi kipindi ndani na nje ya nchi, mamilioni ya Watanzania ndani na nje ya nchi wamemsikia Deus Kibamba pamoja na Ali Makame. Mimi sina la ziada leo. Nakushukuru, na tamani niendelee kwa sababu umekuwa ukituma maombi sana. Tuongeze muda. Sisi tunasema hebu turizike, tutesheke na hapa hadi muda mwingine tena. Asante, kila la heri.